Habari zenu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Jacob. Nataka nizungumze neno la Mungu kutoka Mathayo 11 mstari wa 12. Biblia inasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka sasa, hadi wa sasa, ufalme wa Mungu utekwa na nguvu, na wenye nguvu peke yake ndio wanauteka. Msikilizaji na mtazamaji wangu, kuna dhana kuwa mtu akiokoka mambo yatakuwa rahisi. Si kweli. Ona katika Biblia, wana wa Israeli, Musa amewatoa kwa mikono ya Farao kwa miujiza 10. Farao akajiuzulu, kainua mikono, akasalimu amri, akasema endeni. Lakini hapa njiani kulikuwa na njaa, jua kali. Biblia inasema katika hali hiyo Mungu akawasitiri ama akawalinda na kuwasaidia na kuwatosheleza. Lakini pia uelewe, kule mbele kulitokea maadui. Kuna watu wakutaka wakipita njia hiyo. Baadaye mto Yordani umezuia mpaka wavuke wakati wa mafuriko. Baadaye bahari ya Shamu, baadaye hata Farao anawafuata. Hiyo nini? Huo ni wokovu. Kwenda kuingia Kanaani waliingia wachache. Maisha haya kwa namna yalivyo, hakika yake baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, hayawi rahisi. Mwokozi Yesu kuja kutuokoa, yeye amepigwa, amekataliwa. Hata wakati mwingine alijificha wakitaka kumuua kabla wakati wake. Hiyo ni maana gani? Tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka wa sasa, ufalme wa Mungu ulitekwa na nguvu, na wenye nguvu peke yake ndio wanauteka. Yesu alipobatizwa na Yohana tu, na sauti ikashuka ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, huyu ndiye mwanangu. Na akaenda kufunga na kuomba na kurudi. Kutoka wakati huo ufalme wa giza ulidhoofishwa. Na kwa maana hiyo sasa, kila mtu anayetaka kuingia katika ufalme wa Mungu lazima nguvu. Ni nguvu gani? Sio nguvu za damu na nyama, sio za chakula. Ni nguvu za kiroho. Nguvu za kiroho zinapatikana kwa neno la maombi. Nguvu za kiroho zinapatikana kwa kufunga. Nguvu za kiroho zinapatikana kwa kukiri. Nguvu za kiroho zinapatikana kwa kugadha pamoja, ama kwa kusanyiko la watakatifu. Nguvu za kiroho zinapatikana kwa imani. Nguvu za kiroho zinapatikana kwa neno la Mungu. Hapo ulipo, usifikiri ukiokoka utakaa na useme Mungu atanishindia vita vyote. No. Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu. Amepatikana katika maombi muda mrefu sana. Wanafunzi wake alipowaacha walikuwa na wakati mgumu sana. Hata wakati mwingine Yakobo akakatwa kichwa, Petero pia akashikwa akatiwa gerezani. Paulo na Sila vile vile wakatiwa gerezani. Lakini kwa nguvu alizokuwa nazo, kwa kumwamini Kristo Yesu na kuamini neno lake ni kweli, waliweza kushinda. Ndugu yangu unayenisikiliza, mambo sio rahisi. Sistemu ya dunia haiko radhi kumwacha mtu yoyote afanikiwe kwa urahisi. Basi tusemeje kama mambo sio rahisi? Tuseme hivi, tuwe karibu na Mungu. Ukiwa karibu na Mungu, Biblia inasema yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwake Mungu yanawezekana. Ina maana kuwa kuna mambo utajaribu, yakikushinda ana take over. Unanielewa? Kwa hiyo tangu siku hizo za Yohana Mbatizaji mpaka leo, mpaka sasa hivi, leo ni kumaanisha hapo ulipo hivi unavyonisikiliza, mambo sio rahisi. Mtu anaweza akazaa watoto na wakamkataa. Mtu anaweza akazaliwa na wazazi na wakamkataa. Unaweza ukang'ang'ana sana kufanya kazi, na mwisho wa siku chochote ulifanyia kazi, kukaja ugonjwa ukaenda na kila kitu. Unaweza kuuguza mzazi ama ndugu yenu hospitali, mkatumia mamilioni ya pesa na mkifikiri kwamba atapona, akafa. Duniani kuko hivyo. Unapofikiria mambo rahisi, sio rahisi. Mwanamke anabeba mimba miezi 9, mwezi wa 9 akifuka anaweza jifungua mtoto akafa. Mambo sio rahisi. Lakini nasema hivi, tuwe karibu na Mungu mwenye nguvu zote. Maana duniani hakuna kitu unaweza peke yako. Alikuwepo bwana mmoja alitisha sana Wafilistia, alikuwa anaitwa Samson, mwenye nguvu nyingi. Aliwaangaisha kweli, kwa sababu alikuwa ametiwa mafuta na Mungu awaangaishe na kukomboa Waisraeli kutoka mikononi mwa watu wao. Lakini siku moja alikamatwa na mwanamke anaitwa nani? Delila. Kaita wale wazee, wakamvua nguo zake, wakamfanya dhambi na wakamnyoa nywele zake, na wakamtia gerezani na kumtoboa macho. Lakini akiwa pale, akiwa katika nguvu zimemkalia za Wafilistia,
maana ni kipofu mara hii. Akamlilia Mungu, akamwambia uchungu umekuwa too much, sitaweza Mungu. Mungu alimrudishia nywele kidogo, zikamea na nguvu zikarudi, akajiokoa. Ingawa alifariki, lakini ona kuwa karibu na Mungu. Mlilie Mungu, kuwa karibu na Mungu, usitumie akili zako. Kuna watu walikuwa matajiri sana, lakini leo ni maskini, ana chochote. Kuna watu walikuwa na sifa nyingi, leo wako gerezani. Kulitokea jambo tu ambalo alikueleweka, akafungwa jela. Tunahitaji Mungu, kwa maana dunia hii mambo sio rahisi. Nataka nikuombee wewe ambaye unasema kwamba unataka kuwa karibu na Mungu, ili wakati vita vimekulemea, yeye atakusaidia. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya watu wanaonisikiliza sasa hivi. Tunaishi dunia ambayo ufalme wa Mungu tekwa na nguvu, na wenye nguvu peke yake ndio wanaoteka. Mtu huyu anataka kuwa karibu na Mungu. Namuombea huyu mwenye magari, huyu mwenye kampuni zake, mwenye mashamba, huyu mwanafunzi, huyu mzazi, huyu mtu ambaye ni mkulima, huyu mtu anayetaka kufanya kazi zake na afanikiwe. Bwana, ukawe karibu na yeye, kwa maana amenisikiliza na amekubali. Bwana, ukawe karibu naye, na kila roho inayosababisha kudhoofika kwake, I break it in the name of Jesus Christ. And now I release restoration. Nguvu zako Bwana zikamlinde, nguvu zako zikamtetee, anapokwenda na ndege, anapokwenda na gari, anapokwenda na miguu, aende na arudi salama. Kwa jina la Yesu nimekufungua ndugu, na nimekubariki, na nimeachilia nguvu za Mungu unayenitazama wewe. Nguvu za Mungu zikulinde na zilinde watoto wako walio mbali. Mabaya hayatakupata. Mungu mwenye nguvu zote atakusaidia katika mambo yote. Kwa jina la Yesu Kristo, ubarikiwe. Amen.